Ngoja leo nikutajia aina ya wanawake ambao ukiwaoa basi safari yako ya ndoa itakuwa ni ngumu sana. Kwanza ni mwenye dharau na asiye na heshima. Heshima ndio nguzo kuu ya ndoa. Mwanamke asiye kuheshimu ukiwa mchumba ni ngumu sana kuanza kuheshimu ukiwa mume. Pili ni asiyeridhika. Mwanamke anayeweka mbele vitu vya kidunia kuliko utu. Aina hii anaweza kukimbia au kukupa shinikizo kubwa sana wakati wa kipindi cha mpito au mtikisiko wa kiuchumi. Tatu ni mshabiki wa mashindano. Badala ya kushirikiana na wewe, yeye anataka kushindana na wewe katika kila jambo, kama vile kipato, maamuzi au maarufu. Hiyo huondoa dhana ya mwili mmoja. Nne ni mbeba vinyongo na asiyesamehe. Ndoa inajengwa na watu wawili ambao wanaosameheana kila mara. Kama kila kosa la nyuma linatunzwa kama silaha ya kukushambulia baadaye, basi amani itatoweka tu. Tano ni mtegemezi wa kupitiliza. Mwanamke ambaye hakusapoti kwa lolote lile, basi huyo anakuwa ni mzigo wa kudumu katika maisha yako. Sita ni mwenye tabia ya usiri. Uaminifu ni msingi. Kama simu yake ina password au marafiki zake ni wasiri, basi ni vigumu sana kujenga daraja la uaminifu. Saba ni mwanamke asiyeshauriwa wala kukosolewa. Mtu anayeamini kwamba yeye ni mkamilifu na kila anachowaza ni sahihi. Hii inafanya kuwa mazungumzo ya kutatua matatizo kuwa ni magumu sana. Nane ni anayependa maisha ya maigizo. Kama jambo dogo analifanya kuwa kubwa ili apate usikivu au huruma ya watu, basi maisha ya namna hii huwa yanachosha sana akili. Tisa ni anayeweka marafiki au ndugu mbele. Ikiwa maamuzi ya ndoa yenu yanategemea kile ambacho marafiki au ndugu anachosema, basi utajikuta unaishi kwenye ndoa ya watu wengi. Lakini mwisho ni asiye na hofu ya Mungu. Maadili ndio ambayo yanayemuongoza mtu kufanya jambo sahihi hata wakati hakuna anayemuona. Bila msingi huu, basi inakuwa rahisi sana kupoteza mwelekeo.